Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa pamoja na vyombo vya habari, nichukue fursa hii kutoa taarifa fupi ya ajali iliyotokea katika mkoa wetu siku ya tarehe 8, ajali ambayo ilikuwa ni baina ya basi la Shabibi pamoja na gari ya mizigo, jambo ambalo limepelekea kupata changamoto kubwa sana na taharuki ndani ya mji wetu. Kupitia ajali ile tumepata majeruhi 28 na wananchi wenzetu 5 walifariki kutokana na ajali hii. Lakini pia jitihada zimefanyika za kuhakikisha wanapelekwa wagonjwa wote na majeruhi wote katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ambako wameendelea na huduma, na hivi ninavyozungumza wapo ambao walifika na kuruhusiwa na wapo ambao 7 wameachiwa mchana huu na wachache wanaendelea na matibabu katika hospitali hii. Tuwatoe mashaka wananchi ambao ndugu zao wamepata changamoto hii ya ajali kwamba hali ya huduma katika hospitali ya rufaa inaendelea vizuri, na kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, kwa maana wale watu 5 walikufa papo kwa papo, nataka niwatoe mashaka kwamba miili imehifadhiwa ikisubiri taratibu za familia kwa ajili ya kuja kuwachukua. Pamoja na mambo mengine, tunaendelea kuimarisha huduma za afya kwa wale wote ambao wanaendelea na matibabu, lakini pia tunaendelea kuhakikisha tunatoa tahadhari kwa watumiaji wa barabara, madereva, abiria na kila mmoja anayehusika kwenye barabara kwamba tuna haja ya kuchukua tahadhari za msingi, kwa sababu ajali zikiendelea kwa sura hii tutaendelea kupoteza maisha ya watu wengi, nguvu kazi ya taifa, na kutengeneza huzuni na simanzi kwenye familia zetu. Kwa niaba ya serikali ya mkoa tunawapa pole wale wote ambao wamefiwa na ndugu zao katika ajali hii. Tunawatia shime wale ambao wana wagonjwa wao kwamba tutaendelea kuwahudumia na kuhakikisha kwamba kwa wale wanaosafiri kutoka mikoani kuja kuwaona wawe na amani kwamba katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa huduma zinaendelea vizuri, wanahudumiwa vizuri. Kwa hiyo hata wanaosafiri wasafiri kwa amani kuja hapa wakijua kwamba hali ya huduma kwa wagonjwa inakwenda vizuri sana. Na kwa wale ambao watakuja kuchukua miili ya ndugu zao, taratibu zimewekwa vizuri chini ya mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa Dr. Mwakalebela, na hatuna mashaka kwamba mtakapofika hapa taratibu zile za hospitali zitafanyika ili muweze kuchukua miili yenu katika hali ya staha na ustaarabu ulio bora zaidi. Mwisho kabisa, naendelea kuwasisitiza watumiaji wa barabara kuhakikisha tunazingatia taratibu za usalama barabarani, lakini pia na abiria tuendelee kuzungumza na madereva wanaotuendesha kuongeza umakini wanapokuwa wanapishana magari barabarani, ili haraka yao isiwe ndio haraka ya kuondoka kwetu katika ajali hizi. Lakini mwisho kabisa ni washukuru hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, jeshi la polisi mkoa wa Iringa, pamoja na kila mwananchi aliyeshiriki katika maokozi eneo la Tanangozi kwa namna ambayo tulishirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunawaokoa wenzetu na kuhakikisha wanapata huduma hizi ambazo wamezipata. Niwashukuru wote, niwapeni pole wote walioguswa na ajali hii, na Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha huzuni na simanzi.